بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aadhana Allahu min adhabi nar. Watukufu wa Islam, mada yetu ya leo inwani yake ni masuala ya mwandamo wa mwezi kati ya uadilifu na ubabe wa kiilmu. Masuala ya mwandamo wa mwezi kati ya uadilifu wa kiilmu na ubabe wa kiilmu. Kama utangulizi tu ni kwamba suala la tofauti ya misimamo juu ya mwandamo wa mwezi halitoacha kuwa suala la kujadiliwa baina ya wanawazuoni wa Kiislamu hadi Mwenyezi Mungu atakapojalia vinginevyo. Na mtazamo huu ndio mtazamo unaotutoa katika kuwa ni wababe au kuwa ni wenye kufuata kibubusa. Anasema Profesa Abbas Shalwani, wakili wa chuo kikuu cha Al-Azhar, kwenye makala yake aliyoipa jina Ikhtilafu al-Matali wa Mawqif al-Sharia minhu, tofauti ya miandamo ya mwezi na msimamo wa kisheria kutokamana na tofauti hiyo, makala ambayo ilichapishwa kwenye jarida linaloitwa Al-Shariatul Islamia wa Ulumuha linalochapishwa nchini Misri. Profesa Shanwani anasema inna mas'alata ikhtilaf matali ash-shuhur al-hijriya baina duwal al-islamiyya mas'alatun qadima mutajaddidatun kull amin. Hakika masuala ya kutofautiana au machomozo ya miezi ya hijiria katika nchi mbalimbali ni masala ya tangu na tangu, lakini yanajirudia kila mwaka. Sasa hapa iwe ni tanbihi kwa wale ambao wanawaambia Waislamu kwamba masuala haya yalianza miaka ya 70 tu kwa mashehe kwenda kusoma Saudi Arabia huko wakarudi na misimamo ya kianswari ya kiwahabi. Wanasema uongo, na ndio maana anwani imekuja ya kwamba masuala ya tofauti za miandamo wa mwezi baina ya uadilifu na ubabe wa kiilmu. Anavyozungumza Profesa Shalwani ni kwamba masuala haya ni mas'alatun qadima mutajaddidatun kull amin, yenye kujirejea kila mwaka. Na kwa nini anajirejea? Anataja ni kutokana na kwamba kuna miezi miwili Waislamu dunia nzima wanashughulika nayo sana, na hasa mwezi wa Ramadhan na mwezi wa Dhulhijja. Katika Dhulhijja kuna majadiliano juu ya Yaumu Arafa. Katika mwezi wa Ramadhani kuna kujadiliana juu ya msimamo, tufunge kwa mwandamo upi. Na hili ndio linalosababisha kwamba mijadala hii haimaliziki na itaendelea ila antakuma saa. Kwa hiyo kuwadanganya watu kwamba haya ni mambo mapya ya kuwepo yamezushwa na mawahabi na wanaoitwa answari, basi huo ni uongo, na ni uongo mkubwa sana. Kwa hiyo iko haja ya sisi kuyatazama tena masuala haya. Hivi tunakaribia mwandamo wa mwezi wa Shawwal. Katika funga ya Ramadhani, mwandamo wa kuingia Ramadhani na mwandamo wa kutoka Ramadhani kwenda Shawwal ndio kipindi hasa unaona mijadala hii huwa inavumuka tena. Sasa tunaelekea mwezi wa Shawwal na yamezungumzwa mengi toka kuingia kwa Ramadhani na hata katikati ya Ramadhani, na bado yanazungumzwa. Majuzi hapa mmoja wa wanaojiita wanaharakati alisimama na kuzungumza akimshambulia Sheikh Salim Abdurrahim Barahiani, mwenyekiti wa kamati ya mwandamo wa mwezi ya Basuta. Yeye mwenyekiti tu, jopo la kamati ile wako mashehe 10 mle ndani, anamshambulia huyo mmoja. Lakini tuzungumze tena, kwa sababu laqad kathura alsuni aljababarati alladhina yuriduna ilzama ba'd almuslimin an yakunu mithluhum fi almas'alati ar-ra'yi wa ru'yati alhilal. Wamerefusha ndimi wazungumzaji mashehe ambao kwa kweli ni majabari, kwa sababu wanazungumza kijabari mno. Wanataka kuteza nguvu watu wafuate msimamo kama msimamo wao walionao kwa masuala ya mwandamo wa mwezi, wakati wanajua kabisa kwamba suala la mwandamo wa mwezi lina ikhtilafu. وهذا الاختلاف اختلاف شائع في الأمة
ni ikhtilafu iliyotangaa katika umma, iliyoenea katika umma mundu kuruni thalathatul mufaddala, kuanzia karne tatu njema zile zilizoitwa na Mtume karne tatu njema. Watu walitofautiana kuanzia huko, ni zaidi ya miaka 1100 iliyopita. Ikhtilafu za mambo ya je, muandamo uwe mmoja dunia nzima au muandamo uwe kila watu na eneo lao, ni jambo ambalo toka huko lipo. Sasa hawa wanadanganya watu, na kwa hivyo na sisi inabidi tuzungumze tena juu hili. Kwanza tuseme wazi kwamba hawa jamaa wanaozungumza dhidi yetu sisi wenye msimamo wa kufunga na mwezi ukiandama popote duniani wameishiwa hoja. Kwa sasa wameishiwa hoja. Walivyo navyo ni vioja na ubabe. Wanatafuta huruma ya serikali, kwamba serikali waangalieni hawa wanatunyang'anya mamlaka yetu kutangaza mwezi, ili serikali iingilie katika jambo ambalo ni la kiimani, jambo ambalo la kiibada, jambo ambalo kwa mujibu wa nchi ambayo ni ya kisekula, liko nje ya mamlaka ya serikali, na wala si suala ambalo serikali inaweza ikaliweka katika masuala yake. Serikali inaheshimu raia wake na imani zao na dini zao na desturi zao na tamaduni zao, alimradi hawavunji sheria. Na sisi tunaosali kwa mwezi ukiandama mahala popote, au kufunga kwa mwezi ukiandama duniani mahala popote, hatujavunja sheria yoyote ya nchi. Tunajiswalia, tena tunaomba vibali polisi, tunaswali kwenye viwanja vya wazi, na watu wakimaliza kuswali wanatawanyika, wanaorejea majumbani wanarejea, wanaoenda kwenye kazi wanaendelea kufanya kazi. Hatujawahi kudai hata siku moja serikali kwamba sisi tunaswali Idi, kwa hiyo na Idi hii, siku ya Idi hii tunatakiwa tupumzike, tusifanye kazi. Hatujawahi kudai hilo, kwa sababu Muislamu akisali baada ya kumaliza swala, hata sala ya Ijumaa tunaambiwa nini? Fa idha qudhiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ikimalizwa swala kuswaliwa, tawanyikeni kwenye ardhi, tafuteni fadhila za Allah. Ndio maana sisi tunaona hakuna sababu ya kuidai serikali na sisi siku tupumzike kwa sababu Idi yetu imefika. Kwa hiyo hatuvunji sheria yoyote ya nchi, hatuingilii taratibu za utendaji wa serikali. Itakuwa ni kioja au mabwana wanataka serikali itutie kibano sisi, ikamate labda iwafunge watu. Kwa nini mnatangaza mwezi? Ni kuishiwa hoja na kuleta vioja. Pili, hawa jamaa pia wamekosa uadilifu na insafu ya kiilmu, kwa sababu mtu anapozungumza masuala yanayohusu ilmu ambayo anajua yana ikhtilafu kama haya masuala ya mwezi, anapaswa kufanya mambo takriban 7 yafuatayo. Jambo la kwanza, anatakiwa atangaze wazi kwamba swala hilo lina ikhtilafu miongoni mwa wanazuoni wa Kiislamu. Hawa huwa hawatangazi. Wao wanapozungumza wanazungumza kama vile kuna mrengo mmoja tu wa mwezi. Pili, anatakiwa abainishe sababu za ikhtilafu hiyo ni nini. Na tatu, abainishe nukta za ikhtilafu hiyo ni zipi, wanakhtilafiana katika nukta gani. Nne, atoe msimamo wa wanazuoni wengi ambao wanaitwa jumhuri ulama katika swala hilo, kama upo, kama swala la jumhuri ulama, atoe kwamba hili swala maulama wengi wanasema hivi. Hawa huwa hawasubutu, wakisema namna hiyo wataulizwa, mbona nyinyi sasa mnakataza watu? Na swala la tano, abainishe pande mbili zenye mitazamo inayokinzana katika swala hilo. Abainishe ni upande upi na upande upi vinakinzana. Na sita, abainishe hoja za kila upande, ili watu wachague, yani wawe na uhuru, nichague upande gani, niende upande gani. Wenyewe hawazungumzi hivyo kabisa. Wakianza kuzungumza ni msimamo ule tu wa mwezi wao, wanaita mwezi wa kitaifa. Alafu na 7, sasa ndio baada ya kueleza hayo, mtu atoe msimamo wake yeye, afanye tarjih, kauli yake yeye, rajih ni nini, anachokiona yeye katika hizo ni nini. Na sio hivyo tu, akisema kwamba mimi naona hivi ndio sawa, atoe na sababu. Hii ni sababu ni nukta ya 8, atoe na sababu kwa nini anaona kwamba upande anaousimamia yeye ndio uko sawa, ili ajaribu kuwavuta watu, ajaribu kuwavutia watu katika upande anaona yeye ni sawa. Lakini hawatoi sababu, unaona, hawaelezi yote hayo. Kwa hiyo ndio maana anasema kuna kuwa na ubabe wa kielimu, kwamba wanataka wao ndio waseme tu, wengine wasiseme. Sasa hawa jamaa kwa kufanya hivyo wanafanya khiana ya kielimu, kwa sababu wanataka wawaaminishe Waislamu kwamba duniani kuna msimamo mmoja tu, hakuna msimamo mwingine kuhusu masuala ya mwandamo wa mwezi. Kwa lugha ya vijana ya leo, wanawafungia mbuzi
katika gunia. Wanaofungia Waislamu mbuzi katika gunia. Inawezekana isiwe ni mbuzi, pengine mle ndani kuna mbwa. Kwa hivyo kusema kweli inasikitisha msimamo kama hiyo. Ndio utasikia mmoja wao ambao ni maarufu sana, ametokea kuwa kinara sana mambo haya, anafoka na kusema mwezi uitwao wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Anasema haya huwa akijua kwamba kuna msimamo zaidi ya mmoja. Kuna jumhuri ulama kwenye masuala ya ikhtilafu al-matali, kuna jumhuri ulama, maimamu al-sunna wal jamaa, madhhabu ya Hanabila, madhhabu ya Hanafia na madhhabu ya Malikia. Wengi wa wanachuoni wao, sio lazima wawe wote katika madhehebu hiyo, kwa sababu ndani ya hizo madhehebu pia kuna ikhtilafu. Wengi wa wanachuoni katika madhehebu hizo tatu za al-sunna wal jamaa wanasema la ibrata biikhtilaf al-matali', hakuna kuzingatia kutofautiana machomozo ya jua, kwamba basi kila watu wawe na mwezi wao. Wanajua hili lakini hawasemi. Wanachokifanya ni kuwaandama wale wanaojitokeza na kuzungumza msimamo huu, kama kina Sheikh Salim Abdurrahim Barahiani, mwenyekiti wetu wa kamati ya mwandamo wa mwezi ya Basuta, kina sisi wengine, ndio utaona tunaandamwa kweli kweli. Yani na wakati mwingine mnaitwa mpaka na maneno majina mabaya, lakini hatujali mambo haya, kwa sababu hili ni suala ambalo Profesa Ashaumani, wakili yule wa Azhar, analizungumza kwamba suala hili lina ikhtilafu. Anafanya insafu na uadilifu wa ilmu ambayo hawa jamaa wafanya. Anasema kuna kauli mbili kwenye masuala ya ikhtilafu za mwezi. Kaulul awwal tauhidu ru'ya, ni kwamba mwezi mwandamo uwe mmoja tu, wa adamu itibaru ikhtilafu al-matali' al-qamar fi thubuti al-ahilla, na kutokuzingatiwa tofauti ya tofautiana ya machomozo ya mwezi fi thubuti al-ahilla, kwenye kuthibitisha miandamo ya miezi, kwamba yubni ala dhalika min al-ahkami, na yale yanayojengeka kwenye miandamo hiyo ya mwezi katika hukumu za Uislamu, kama hukumu ya kufunga somo ya mwezi wa Ramadhani, au kufungua somo ya mwezi wa Ramadhani, au kuingia kwa mwezi wa Hija wa Dhulhijja. Na anasema wanasababu Ibn Abdul Barri ila al-Imam Malik. Angalia, anatajwa Imam Malik hapo, ana msimamo huo, sio Sheikh Salim Barahiani wala Muhammedisi. Ananasibisha hili Ibn Abdul Barri mwanachuoni, analinasibisha kwa nani? Imam Malik, Imam Darul Hijra, fima rawahu anhu Ibn al-Qasim wal Misriyun, katika yale ambayo wamepokea Ibn al-Qasim wal Misriyun na watu wa Misri, kama azahu ila Shafi'i wa Ahmad wal Laythi, kama pia alivyolipeleka hili swala kwamba ndio msimamo wa Imam Shafi na ndio msimamo wa Ahmad bin Hanbali na ndio msimamo wa Imam Layth, wa huwa ikhtiyaru Shawkani, na ndicho alichokichagua mwanachuoni Imam al-Shawkani. Hapo Imam Shafi, katika mtazamo uliokuwa maarufu wa Imam Shafi mwenyewe, sio Shafi'ia wanawachuoni katika Imam Shafi. Msimamo wa Imam Shafi wenyewe ni msimamo ambao unataja suala la ibrata bi ikhtilaf al-matwali, na hili utalikuta lipo kwenye kitabu kinaitwa Al-Bahru Ra'iq Sharhu Kanzu Daqaiq, mjalada wa pili ukurasa wa 180. Pia katika Hashiyatu Radd al-Mukhtar ala Durr al-Mukhtar, mjalada wa pili ukurasa wa 393, na pia katika Rasailu Ibn Abidin, mjalada wa kwanza ukurasa wa 228 na 229, kwamba huu ndio msimamo wa mwezi wa mwandamo. Popote ukiandama, Waislamu wanawajibika msimamo wa madhehebu ya Imam Abu Hanifa, madhehebu ya Imam Maliki, madhehebu ya Imam Shafi mwenyewe na Imam Ahmad bin Hanbali na Imam Laythi, katika wanachuoni wakubwa wa al-Sunna wal Jamaa. Haya hayasemi, inaonekana kama vile Imam Shafi yeye msimamo wake ni huo tu, kwamba mwezi ni wa kila mahala tu, wakati inazungumzwa wazi kwamba huu ni katika mmoja wa misimamo iliyonukuliwa kwa Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kumbuka Imam Shafi ana qaulul qadim na ana qaulul jadid, tutazungumza kule mbele ya safari. Sasa hii kauli kwamba mwandamo wa mwezi ukiandama mahala popote, Imam Shafi anasema Waislamu wafunge sehemu yote duniani, ni kaulul qadim au kaulul jadid, hilo ni swala ambalo watafute wenyewe hao. Lakini pia Imam Shaukani analizungumza hili haya yanazungumzwa pia kwenye kitabu al-Istidhkar, kitabu al-Istidhkar mjalada wa 3 kurasa 282. Na kuhusu Imam Shaukani imo katika kitabu Nailul Awtar
mjalada wa 4 ukurasa wa 230. Kisha profesa anasema katika masuala ya mwandamo mwezi, kauli ya pili, iktibaru ikhtilafu al-matali', ni kuzingatiwa kutofautiana mwandamo wa mwezi, wa anna ru'yat al-hilal fi baladin ma la talzimu fi baladin ma la talzam ahla baladin akhar, kwamba kuonekana mwezi katika nchi au eneo fulani hakulazimishi watu wa sehemu nyingine waseme na wao wajibike kufuata hukumu hiyo. Wa hadha qawlu haqahu Ibn Mundhir an Ikrima, hii ni kauli aliyosimulia Ibn Mundhir kutoka kwa sahaba Ikrima, wal Qasim ibn Muhammad wa Salim ibn Abdullah wa Ishaq ibn Rahoya wa Azabu ibn Abd al-Barri ila Ibn Abbas. Ibn al-Barri anarudisha tena kwa Ibn Abdullah ibn Abbas wa Ibn al-Mubarak, wa kama Azabu ila al-Imam Malik, na kama pia alivyopeleka kwa Imam Malik fima rawahu al-Mudayyinun, katika wale walioandika tadwini za vitabu, wa ila al-Mughira ibn Dinar wa ibn Majushin wa ibn Majushun pia min al-Malikiyya, ibn Majushun katika Malikiyya ana msimamo huo, wa hakau al-Mawaridi wijhan li Shafi'iyya, na akasimulia hili al-Mawaridi moja ya msimamo katika Shafi'iyya. Kumbuka hapa hajasema moja ya msimamo ya Shafi'iyyu al-Imam Shafi. Shafi'iyya wanafunzi au wafuasi wa Imam Shafi. Imam Shafi mwenyewe msimamo wake ni mwezi ukionekana mahali popote basi iwe ni mwandamo wa dunia nzima. Na haya pia yamo katika kitabu al-Istidhkar ibn Abd al-Barri mjalada wa 10 ukurasa 29, al-Bidayatu al-Mujtahidu li Ibn Rushdi mjalada wa kwanza 287, wal Majmuu li Imam Nawawi mjalada wa 6 ukurasa wa 275, na pia katika Fathul Bari li Ibn Hajar al-Asqalani mjalada wa 4 ukurasa wa 123. Sasa utaona Profesa Shalwani hapo anabainisha kwamba katika madhhabu za Ahlus-Sunna wal Jamaa kuna madhehebu tatu ambazo zina msimamo mmoja. Mwezi ukiandama sehemu yoyote ya dunia, wanawajibika Waislamu wa dunia nzima kufunga au kufungua au kuingia katika mwezi mwingine, uwe wa Dhulhijja au mwezi mwingine. Sasa huu ndio uadilifu. Lakini hawa jamaa wengine hawa hawazungumzi hilo, wanazungumza msimamo mmoja tu. Kisha mwanachuoni mwadilifu huyu akachunga amana ya Kiislamu kama tulivyoeleza, akataja sababu za ikhtilafu. Moja ya sababu kubwa za ikhtilafu ni hadithi ya Kurayb, ambayo leo nitaizungumzia wanachuoni wanasema nini kuhusu hadithi ya Kurayb. Anasema Profesa Shalwani, wala'alla sababu al-ikhtilaf fi dhalika yarji'u ila ta'arud adh-dhahiri baina al-adillatu al-waridatu fi al-mas'ala. Huenda maana hasemi tena kwamba yeye ndio amekata maneno, anazungumza akiwa hakati maneno kwa sababu ndio wanachuoni walivyo. Wanasema huenda sababu katika sababu za kupelekezea ikhtilafu hiyo ni kule kupingana kwa dalili zilizo waziwazi ambazo zinahusishwa na masala haya. Haithu jaa ani nabii sallallahu alaihi wasallam ma yufidu dhahiruhu wujubu almutabaa, kwani imekuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ambayo yanafidisha kwamba ni wajibu kufuata ikiwa mwezi utakuwa umeonekana mahala popote. Anasema Profesa Shalwani, wakili wa Al-Azhar Sharif, maana hao usipowatajia Al-Azhar huwa wanaona kama vile haujazungumza ilmu. Anasema wa minhu qawlu nabii sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith sabiq, na hii ni katika kauli ya mtume katika hadithi iliyofuatia. Hadithi inasema nini? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ndio hadithi hii kamati ya mwandamo wa mwezi ya Basuta inaitumia katika matamko yake yote ya mwezi umeandama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hadithi pokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Fungeni kwa kuonekana kwake mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake mwezi wa Shawwal. Yani fungeni kuonekana mwezi wa Ramadhani, fungueni kwa kuonekana mwezi wa Shawwal. Wa qawluhu hinu shahida arabiyu. Hiyo ni hoja hiyo, kwamba mwezi hapo ni kaulu na am, ni kauli ambayo ni ya jumla. Haijasema watu wa sehemu fulani wa sehemu fulani, ni kauli ya mtume kwa umma mzima. La pili akaleta ushahidi mwingine, anasema ni pale mtume alipomshuhudilisha mbedui mmoja, aliposhuhudia mbedui mmoja indahu, mbele ya mtume, anahu raa hilala Ramadhan, kwamba yeye aliuona mwezi wa Ramadhani. Wa alama nabii sallallahu alaihi wasallam islamahu, mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya nini? Akajua kwamba, akamuuliza, wewe ni Muislamu? Ndio. Unashuhudia nguo tano? Ndio. Umeona mwezi? Ndio. Mtume akamwamrisha Bilal, akamwambia, qum ya Bilal
fa'alimu nasa bisiyami, simama ewe Bilali, watangazie watu wafunge swaumu. Ushahidi wa mtu huyu mmoja. Na hapa nianze kusema mapema kabisa, hapa tunapata sunna ya Mtume kwamba mwezi wa kuanza kufunga shahidi akiwa mmoja tu mnafunga. Lakini mwezi wa kufungua, wanajua wanaochuoni, hata hawa jamaa zangu wanaopiga kelele hawa wanajua mwezi wa kufungua lazima wawe watu hawa wawili, ambalo hili tutalinasibisha na hadithi ya Kuraibu, tutalirudisha kwenye hadithi ya Kuraibu. Kwa hiyo akamwambia Mtume, anamwambia Bilal, tangazia watu wafunge. Hii ipo katika Sunan Ibn Majah, hadithi ya 1652. Fahadhani alhadithani, anasema Profesa Shalwani, hadithi hizi mbili yufidu dhahiruhuma, dhahiri yake inatufidisha ya kwamba anna alhilala mata dhahara bibaladin, kwamba mwezi ukidhihiri umeandama katika nchi yoyote ile, fakad wajaba somu ala sairil muslimin, wamewajibikiwa saumu waislamu wote wa dunia nzima. Huwezi kusema tena sisi Tanzania au sisi Afrika Mashariki, utakuwa unaleta ngano tu. Wadhalika al-umumi lafdhi, na hii ni kutokana na ujumla wa kauli ya Mtume sumu, lakini pia katika kauli ambayo ya hadithi ya pili Mtume alipomwambia Bilali fa'alimu nasa bisiyami. Anas huna ni dunia nzima. Huwezi kusema anas ni hawa wa hapa Tanzania tu. Wa hadha alladhi warada dhahiruhu yufidu wujubu almutabaa, na hili ambalo uwazi wake unaonyesha ni wajibu kufuata wa taharudhu dhahiriyan mama ruya an Ibn Abbas, na inapingana na yaliyopokelewa kutoka kwa hadithi ya Ibn Abbas ya Kurayb fil mas'ala, kuhusu maswala hayo, haithu rawa al-Imam Muslim, pale ambapo aliposimulia Imam Muslim an Kurayb, kutoka kwa Kurayb ambaye ni mtumishi katika watumishi wa Ummul Mu'minin, anna al-Fadhl bint al-Haritha, al-Fadhl bint al-Haritha alimtuma Kurayb ila Muawiya bin Sham, kwenda kwa Muawiya kule Sham. Muawiya wakati huo ndio Amirul Mu'minin, makao makuu ya dola yako Sham. Shamu, Madina mpaka Shamu ni umbali gani? Muhimu sana. Nataja kabisa, Madina mpaka Shamu ni umbali wa kilomita 701. Nitakuja kuzungumza umuhimu wa hizi kilomita huko mbele. Kala anasema Imam Muslim, Al-Kurayb anasema kwa upokezi wa Imam Muslim, qaddamtu Shama faqadaitu hajataha, nilifika Shamu na nikatekeleza ile hitajio ambalo Ummul Fadhl alinituma nikamweleza Muawiya. Wastahalla alayya Ramadhana, na mwezi wa Ramadhani ukaandama juu langu mimi, yani ukaandama yeye akiwa kule, wa ana bisham, na huku mimi niko Sham. Fara'aytu al-hilala laylat al-jum'a, niliuona mwezi laylat al-jum'a, usiku wa Ijumaa. Usiku wa Ijumaa ni kwamba ilikuwa ni Alhamisi jioni, jua limezama Alhamisi jioni, usiku unaingia, kwa sababu siku ya Kiislamu inaanza na kuingia kwa usiku, kuzama kwa jua. Likizama usiku kiingia, ile salatul maghrib tunaswali, tuko katika siku nyingine. Kwa aliposema lailatul jumaa, maana yake ilikuwa ni Alhamisi jioni. Thumma qadimtu al-Madina, kisha nikarudi mpaka Madina fi akhir shahr, tena ilikuwa mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Fasalani Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, akaniuliza Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu aradhina yeye na baba yake. Thumma dhakara al-hilala, kisha akataja mwezi. Fakala, akaniuliza mata raaitumul hilala, ninyi mliona lini mwezi? Yani nyinyi mlipokuwa Sham, wewe na walioko Sham, mliona lini mwezi? Fakultu, nikamwambia raainahu lailatul jumaa, tuliona usiku wa Ijumaa. Fakala, akasema Abdullah ibn Abbas, anta raaitahu, na wewe uliona? Fakultu naam wa raahu nas, nikamwambia ndiyo, na watu waliuona. Waswamu, na wakafunga. Waswama Muawiya, na Muawiya naye pia alifunga. Fakala, Abdullah ibn Abbas akasema, lakini sisi hapa Madina raainahu lailata sabti, tuliuona ndini usiku wa Jumamosi, ndio tuliona mwezi. Fala nazalu nasumu, hatutoacha kuwa tunaendelea kufunga hata nukmila 30 au narahu, mpaka tukamilishe siku 30 au tuone. Fakultu, anasema Kuraibu, awala takfi biruyati Muawiya wa siyami, je, wewe huridhii kwa Muawiya kuwa aliona mwezi na kufunga kwake mwezi pamoja na watu? Fakala, akasema Abdullah ibn Abbas, la, hapana. Sasa watu wanaojua lugha ya Kiarabu hata Kiingereza, swali linapokuwa ni negative, ni kinyume,
Una rafiki yako akakwambia, "Je, mimi sio rafiki yako?" Ukisema ndio, maana yake unakubali kwamba wewe sio rafiki yako. Ili iwe wewe ni rafiki yake, inabidi useme hapana, wewe ni rafiki yangu. Haya yamejaa katika Qur'ani, na ndio Abdallah bin Abbas akasema la, hapana, sio kwamba mimi siridhiki na mwezi wa Muawiya. Nukta ya kwanza hiyo, kwamba yeye anaridhika na mwezi wa Sham ulivyoonekana, anaridhika kabisa. Lakini pia anasema hakadha amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyotuamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake. Hapa kauli hii Abdallah bin Abbas, hakadha amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii ndio kauli inayoleta mgogoro au gogoro katika masuala ya mwandamo wa mwezi, kwa sababu ihtimal ya kauli hii ilivyofahamika na wanaochuoni imekuwa ni tofauti. Wakad ikhtalafa kullu fariqun fi tawjihi hadhihi al-adilla. Profesa Shalwani anasema hizi pande mbili zinatofautiana, zimefarikiana kuhusu namna gani zinaelewa dalili hizi. Hadithi ile sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, hata aya yenyewe faman shahida minkum shahra falyasum, pale shahida ina maana gani? Ali shahida ruya, je shahida ni kuona, au shahida ni kuweko hai, au shahida ni kuhudhuria, au shahida ni kupewa habari? Wanatofautiana juu hili. Faraa alqailuna bitawhid almatalihi, wanaona wale ambao wanasema mwandamo ni mmoja tu dunia nzima, wa ujubu almutabaa, na kwamba inabidi kufuata mwezi ukiandama sehemu moja wengine wafuate. Ana almarwiya an ibn Abbas, kwamba kilichopokelewa kutoka kwa Abdallah ibn Abbas yataaradhu ma'a thabiti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kilichopokelewa kutoka kwa Abdallah ibn Abbas kwamba yeye alikataa mwezi ule, kinapingana. Uelewa huo wa kwamba Abdallah ibn Abbas anakataa mwezi ule uandama Sham unapingana na yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'taddu bihi, kwamba hakuwa ni mwenye kutegemea ule mwandamo wa Sham, haithu innahu min al-ma'lum, pamoja na kwamba ni jambo lenye kufahamika, annahu la yutaddu bira'yi yukhalifu qawlan au fi'lan thabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kwamba hili ni jambo linajulikana kwamba hakuna rai, iwe ni ya sahaba, iwe ya mwanachuoni mkubwa namna gani, ikawa ni yenye kuzingatiwa rai hiyo yukhalifu qawlan, inaenda kinyume na kauli, au fi'lan, au kitendo, thabita, viwili hivyo vikiwa vimethibiti an Rasulillah, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo tunaona imethibiti kauli sumu liruyatihi waftiru liruyatihi. Tunaona hadithi Mtume na Bilal, qum ya Bilal wa alim nasa ayasumu, simama Bilali waambie watu. Ni hadithi mbili ziko wazi kabisa. Sasa kuja kauli ya sahaba inapingana na kilichothibiti kwenye hadithi za Mtume, wanasema hilo huwa si jambo kisharia linakubalika. Walau kana min kibari sahaba ka Ibn Abbas, anasema Profesa Shulwan, hata ingekuwa ni sahaba mkubwa kama Abdallah bin Abbas. Maana watu wanakuambia Abdallah bin Abbas huyo bwana ibn Hamid Rasulillah bwana, afu mtu anakuja anasema tu bwana, anasema Abdallah bin Abbas hakadha amara na Rasulullah, hivi ndivyo tuamrisha Mtume, mwezi umeandama Sham, sisi hatukubali, tunaendelea kufunga. Anadhani ukubwa wa uswahaba wa Abdallah bin Abbas ndio hoja katika sheria. Si kweli. Amal qailuna bi anna likulli baladin hilaluhu, ama wanaosema kila mwezi wawe na mwandamo wao, farau anna almarwiya ibn Abbas, wao wanaona kwamba kilichopokelewa, hadithi iliyopokelewa ya Quraib kutoka kwa Abdallah ibn Abbas, ghairu mutaharidhu ma'a thabit an nabi, hakipingani na aliyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali huwa mufassirun lahu. Hadithi ya Abdallah bin Abbas, kisa cha Quraib, kina tafsiri tu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sumu liruyati, fungeni kwa kuonekana kwake, kwa hiyo kila watu waone mwezi wao, kwa sababu alikataa mwezi wa Sham. Wakadha fi qawlihi Bilal, hata katika kauli ya Bilal, alimi nasa ay alladhina yasma'una nida, kwamba wafahamishe watu, yani kwa maana wale wanaosikia wito wao. Walaysa almuradu jami'u nas, hapa wanasema maana yake sio watu wote. Haithu yatahadharu ilamihim min qibali Bilal, kwamba isingewezekana kwa Bilal kuwatangazia watu wa dunia nzima kwa hali ile ya mawasiliano ilivyokuwa. Fadlan an anna ibn Abbas laysa mithlihi man yaqulu bi ra'yi yukhalifu ma huwa thabitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au yajhalu muraduhu. Na pia wanadai Abdallah ibn Abbas si katika watu wanaotegemewa kwenda kusema jambo linalokhalifu
kilichothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akawa hajui nini muradi wake wa maneno ya hadithi sumu liruyati. Fa huwa khabarul umman wahidun kibari sahaba. Hiyo ni habari ya umma ya mmoja wa makubwa maswahaba. Wa bil idhafati ila anna i'mal an-nusus wal jam'u bainahuma, na kwa kuongeza anasema Profesa Shalwani katika kuelewa hadithi hizi na kuzikusanya pamoja, au la min i'mali ba'dha wa ihmal al-akhar, ni jambo bora kuzikusanya kuliko kufanyia kazi moja ukaacha nyingine. Wa marawawi ibn Abbas alamahu min nabii sallallahu alayhi wasallam wa huwa ma yadhharu fi qawlihi hakadha amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na aliyoyasema Abdullah ibn Abbas ni katika yale aliyojifunza maana yake ni nini kutoka kwa Mtume, ambayo ni nini kusema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutaona maneno haya jinsi yalivyofasiriwa na wanaochuoni katika maana tano, kwamba hiyo hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi alivyoamrisha Mtume? Ndio kwamba kila mwezi na mwezi wao, kila watu na mwezi wao. Kisha akasema huyu profesa, bal arada ibn Abbas, wanaochuoni wanasema hivi, alichokusudia Ibn Abbas hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu amarahum biikmali 30, kwamba aliwaamrisha wakamilishe 30. Katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas anasema sisi hatutaacha kufunga mpaka tukamilishe 30 au tuone. Kwa hiyo hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya maana ametuamrisha Mtume hivi. Ni vipi tufunge mpaka tukamilisha siku 30? Wala muyarauhu, na kwamba wao wamefunga juma ngapi? Juma mosi, kwa sababu hawakuwa wameuona. Dhanna minhu anna almuradu bi ru'yatu ahlul mahal, watu wakadhania kwamba yeye kusema tujauona basi ni kuona watu eneo fulani. Wa hadha khata'un fil istidlali awqa an-nas fil khabtin wal khalatin, anasema na hili ni kosa katika kuizingatia dalili ambalo limewapelekezea watu wakaingia katika kukanganya na kuchanganya mambo, hata tafarraqu fi dhalika ala 8 madhahib, mpaka wakatofautiana katika madhehebu 8. Swala la mwandamo wa mwezi halina mitazamo miwili tu, ndugu yangu Muislamu, kuna mitazamo 8 kuhusu mwandamo wa mwezi. Sasa watu wameshikia bango mtazamo wa mwezi wa mwandamo mara popote, kuna mitazamo 8 humo. Wakad awdaha al-matin al-muqam fi risala allati samaha, anazungumza al-matin, yani mwanachuoni anazingatia mutunul hadith, katika kitabu kinaitwa al-itla'u arbabil kamali ala ma fi risalati al-jalali fi al-hilal min al-ikhtilal. Allahu akbar. Itla'u arbabil kamali alama fi risalati aljalali fi alhilali min alikhtilali. Kitabu hicho mjalada wa kwanza ukurasa wa 36, anasema mwenye kitabu hicho maana ya hadithi ya Kurayb hakadha amarana Rasulullah. Al-awwal, kwanza, annahu la dalil fi alhadithi aslan ala ma ad'uhu min ikhtilaf almatwali. Katika hadithi hii hakuna kabisa hayo madai wanayoyadai wanaosema kila watu wawe na machomozo yao, yani kila watu wawe na mwezi wao. Faman qala lahum, atakayesema inna ibn Abbas radhiallahu anhuma, kwamba Abdullah ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, yeye na baba yake, taraka ittiba'a ru'yat Muawiya, kwamba kwa kusema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliacha kufuata mwezi wa mwandamo aliouona Muawiya radhiallahu anhu, likauni matula'uhum ghairu matula'ina, kwa sababu matula'a ya Sham sio matula'a ya Madina. Atakayesema namna hii, wadhālika anna hadha alhadith, hii ni kwa sababu hadithi hii ya Kurayb ishtamala ala mawqufun wa marfu'un, ni hadithi ina vitu viwili ndani, ina mawqufun na ina marfu'un. Fa amma almawqufu, ama kilicho mawqufu, fa huwa ra'yuhu, ni ila rai yake radhiallahu anhu, kwamba yeye hata kuendelea kufunga. Hadha huwa almawquf, kwa sababu kauli kutoka kwa sahaba peke yake inaitwa mawquf, ni anakwekeka nayo sahaba huyo tu, alisema hivyo ni ya kwake mwenyewe. Wa amma almarfu', ama kilichorufaishwa kwenda kwa Mtume,
Faqauluhu ni pale mwisho wa hadithi aliposema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapo hivi ndivyo alituamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fata'ayidu wajhi min ihtimalat alhadith duna akhar tahkumu la yardahu almunsif li nafsihi. Kuhukumu hadithi hii pasina kuzingatia hukumu au mazingatio yanatakikana watu wajiulize, hakadha amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nini maana ya maneno haya Abdullah ibn Abbas? Ndio kwamba kila watu wawe na mwezi wao. Anasema sasa alwajhu athani, wajhu wa pili wa hadithi Abdullah ya Kurayb, wa nahnu nad'i anna alhaditha huwa ainu hadithuna, na sisi tunasema kwamba hadithi hii ya Abdullah ibn Abbas ni ushahidi wetu sisi kwamba mwezi ukionekana mahala popote watu wafunge. Kwa sababu Abdullah ibn Abbas alipoulizwa, huridhiki wewe na mwezi aliouona Muawiya? Alisema hapana. Hapana maana yake hapana, sio kwamba siridhiki, naridhika na mwezi aliouona Muawiya. Lakini sisi tutaendelea kufunga, kwa maana sisi tuliona Jumamosi, tutaendelea kufunga mpaka tukamilisha 30 kwa mujibu wa hadithi iliyosema, au tuone. Kwa hiyo kwa mujibu wa hali ilivyokuwa wakati ule, hilo lilikuwa liko namna hiyo. Na haya ni maneno ambayo hadithi hii inaunga mkono ile sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Ndicho alichomaanisha Abdullah ibn Abbas, hakadha amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna ibn Abbas ahadu ruwati alhadith, kwa sababu Abdullah ibn Abbas ni mmoja wa wapokezi wa hadithi hii, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi alhadithu kama dhakarna, kama tulivyotaja hapo nyuma. Kwa hiyo haiwezekani kwenye hadithi hiyo ya kwanza sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi ikiwa na maana ya umma mzima, alafu aje akae tena ajikate pande aseme mimi sikubali mwezi ulioandama Sham. Wa huna yahki nafsu alhadith lakin la binaswi. Na hapa ni nasu ya hadithi ilivyo wazi, wala sio nasu yake. Qala al-alamatu al-qadhi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Shawkani, anasema mwanachuoni Qadhi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala fi sharh ad-durar, katika kitabu sharh ad-durar, inda qawli walidihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kuhusu kauli ya baba yake na huyu al-Allama al-Qadhi ambaye ni Imam Ibn Hanbali rahimahullah, anasema wa idha ra'ahu ahlu baladin lazima sairul bilad al-muwafaqa. Wakiona watu wa sehemu fulani, inakuwa ni lazima watu wa maeneo mengine al-muwafaqa, kufuata mwandamo huyu. Lahum fi sawmi liadami taqyidi bimahali wala balad, watakuwa ni kwenye saumu pasina kulazimisha kwamba ni sehemu fulani na sehemu fulani tu. Wa qawli ibn Abbas alladhi akhbarahu annahu ra'a al-hilal bi-Sham, na qawli Abdullah ibn Abbas ambaye alifahamishwa kwamba ru'ya al-hilal bi-Sham, mwezi ulioonekana kule Sham, akasema nini? Lakinna la nazalu nasumu hatta nukmila 30, lakini sisi wa Madina hatutoacha kuendelea kufunga mpaka tukamilishe 30. La hujja, sio hoja ya kwamba watu wawe na mwezi wao. Fihi li'adamu tasrih minhu, kwa sababu hapakuwezo kwa wazi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an muwafaqati ahli albalad al-akhar, kwamba mtume alikataza watu wa eneo fulani wasifuate watu wa eneo jingine. Hakuna katazo hilo la mtume. Mtu kama anaona lipo alilete katazo hilo, kwamba mtume alikataza watu wakiona mwezi eneo moja eneo nyingine wasifunge. Hakuna, ni ufahamu tu unatofautiana juu hili. Wa amma qawluhu, ama qawli Abdullah ibn Abbas hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal murad bihi ikmalu al-idda. Zungumza huyo nani? Qadhi ibn Hanbali, al-alamatu al-Qadhi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali Shawkani, anazungumza kwamba hili ni kauli ambayo muradi wake Abdullah ibn Abbas aliposema hivi ndivyo alituamrisha mtume, ni kwamba mradi wake ni kukamilisha idadi, kama alivyosema sisi hatutaacha kufunga mpaka tukamilishe 30. Hicho ndicho alichokimaanisha Abdullah ibn Abbas, na haya maneno utayakuta kwa uwazi yametajwa katika kitabu As-Sumutu Adh-Dhahabiyya Al-Hawiyatu Lidurari Al-Bahiyya. As-Sumut Adh-Dhahabiyya Al-Hawiyatu Lidurari Al-Bahiyya, ukurasa wa 117. Waqala al-Imam Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan rahimahullah, katika sheria yake anasema wa amma al-istidlal man istadalla bi hadithi Kurayb, ama dalili wanayo
simama nayo wale wanaotolea dalili ya kwamba kila mwezi na mwandamo wao kwa hadithi ya Kuraibu inda Muslim wa ghairuhu, ambayo ipo katika Sahih Muslim na wengine wapokezi. Fa ghairu sahih, kutumia hadithi hiyo kwamba ndio inahalalisha mwezi kila watu na mwezi wao sio sahihi. Lianna Ibn Abbas lam yasrah bi anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam amarahum bi alla ya'malu bi ru'yati baladin akhar, kwamba Abdullah ibn Abbas hakutamka wazi kwamba mtume ametukataza tusifuate mwezi wa mwandamo wa eneo jingine. Hiyo ndio mambo ya hadithi ya Kuraibu yanavyoelezwa. Alwajhu thalithu, katika hadithi ya Kuraibu uelewa mwingine wa tatu unasema fa in qila, ikiwa patasemwa fa hadha madhhabu sahabi, huu ni msimamo wa sahaba, kwa hiyo madhhabu ya sahabiyu huwa hujja, nayo ni hoja. Fajawabu, na jawabu letu juu ya hili, in kunta shafi'iyan au ash'ariyan, kama nyinyi ambao ndio mnapiga sana kelele, ikiwa wewe unafuata, unasema unadai unafuata Imam Shafi au ni ash'ariya, fala hujjata laka, hiyo ya kwamba hiyo ni kauli ya sahabi, ni madhhabu ya sahaba, sio hoja yako. Kwa nini? Idh antum ashafi'iyuna wala ash'ariyuna, nyinyi mashafi na ash'ariya, la ta'khuduna bi madhhabi sahabi, katika vitabu vyenu mnasema wazi hamfuati madhhabu ya sahaba. Wa illa fajawabika annahu hujja idha lam yukhalifu. Kwa hivyo kama sio hivyo, jawabu lako kwamba hii ni hoja ni pale ingelikuwa kauli ya huyo sahaba haikhalifiani. Wa huna khulifu kama bayana, na hapa unaona kauli ya Abdullah bin Abbas itakuwa inapingana na hadithi za mtume kama tulivyosema. Alwajhu rabi', msimamo wa 4 kwenye hadithi ya Kurayb, wa hadha naquluhu tanazulan wa mujawaratun lakum, hapa tunasema tanazulan na mujawara lakum fi annahu, ya kwamba inama lam ya'mal bi ru'yati Muawiya liikhtilafi al-ahilla, kwamba nyinyi mnadai hakutekeleza kwa mwandamo wa Muawiya kwa kutofautiana kwa miezi kati ya Shamu na Madina. Wa illa fa inna la nusallimu biha, kama ni hivyo sisi hatutokubaliana hata kidogo. Idh la'allahu lam ya'khudh bi shahadati ahli Sham, hii ni kwa sababu huenda Abdullah bin Abbas hakuchukua ushahidi wa mwezi umeonekana Shamu, likaunihi la yakbalu fi ru'yati aqallu min shahidain, kwa sababu ushahidi wa Kuraibu ulikuwa ni ushahidi wa mtu mmoja. Na hii wanachuoni wote wanajua ushahidi wa Kuraibu kwa Abdullah bin Abbas ulikuwa ni ushahidi wa mtu mmoja, na wanachuoni wanajua kwamba mwezi wa kufungua huwezi ukafungua ila kwa kupatikana mashahidi wawili waadilifu. Ndio maana Abdullah bin Abbas alikataa yeye kwamba mimi sitofanya hivyo kufungua kwa hesabu ile ya kule. Si kwamba alikataa. Kwa nini? Alikataa kwa sababu hapa ni kama anashuhudilia shahidi mmoja tu, kama ilivyo madhhabu al-jamaa, kama ilivyo katika uelewa wa wanachuoni wote. Wa dhakara hadha al-ihtimal al-Baihaqi rahmatullahi ta'ala alayhi, na ufahamu huu au maelezo haya ameyatoa Imam Baihaqi, Mwenyezi Mungu awe radhi naye. Wa qala an-Nawawi, na anasema Imam Nawawi, wa qala ba'dhu ashabina, na wanasema baadhi ya jamaa zetu wanachuoni wa madhehebu ya Imam Shafi, kwa sababu Imam Nawawi ni katika madhehebu ya Imam Shafi, anasema tahummu ru'yata bimawdhu'i jamii ahli al-ardhi, mwezi ukaonekana eneo moja inaenea watu wote wa dunia nzima. Huyo ni Imam Shafi, wala anayesema maneno haya sio Salim Barahiani wala Muhammadizi. Anasema nini? Wa qala ba'dhu ashabina, wanasema baadhi ya ashabina na ashabul ilm katika madhehebu ya Shafi, tahummu ru'ya, inaenea mwezi mawdhu'i jamii ahli al-ardhi, dunia nzima ukionekana sehemu moja. Fala hadha naqul, kutokamana na kauli hii ya Imam Nawawi tunasema hivi, inama lam ya'mal Ibn Abbas bi khabari Kurayb li annaha shahadatun rajulun wahid, hakufanya kufuata mwandamo wa mwezi wa Sham Abdullah ibn Abbas kwa habari aliyopewa na Kurayb, kwa sababu ilikuwa anapokea habari kutoka kwa mtu mmoja tu. Fala tuthbitu biwahid, kuthibiti mwezi wa kufungua haiwezekani iwe ni kwa ushahidi wa mtu mmoja. Haya maneno yanazungumzwa na Imam Nawawi, Sharh Muslim, yapo katika Sharh Muslim mujallad wa 3 ukurasa wa 197, ni chapa ya Al-Ma'rifa wenye kujua umuhimu wa chapa. Al-wajhu al-khamis, hoja ya 5, hapo mwende mnazingatia hoja hizo.
kwamba manake kinachoshikiwa bango ni hadithi ya Kuraibu, hadithi ya Kuraibu. Angalieni inavyodondoka sasa. Hoja zinadondokaje kwa hoja hizo za wanawachuoni. Alwajhul khamis, yani mtazamo wa tano kwenye hadithi ya Kuraibu. Yuhtamalu annahu lam ya'mal bi ru'yatihim, inachukulika kwamba hakufanya kufuata mwandamo wa Shamu liannaha biladin ba'ida, wanavyodai kwamba ni eneo la mbali. Wakad rafa Allahu, sasa kama ni mbali, lakad rafa Allahu alharaj ala al-umma, Allah ameondoa hilo swala la umbali katika umma. Na hadithi ya Mtume inasema hakitosimama kiyama ila mpaka masafa yatakaribiana. Unaona, ndio kama hivyo Allah ameondoa udhuru wa umbali sasa, fima la yumkinuha maarifatuhu illa baada mudatun tawil. Kwa kuwa zamani ilikuwa haiwezekani ukajua habari inayotokea sehemu moja ya dunia ila baada ya muda mrefu. Sasa tunapata mubasharatan, habari unapewa mubasharatan. Kuna sababu gani ya kuendelea kudai sisi bana tutasubiri mpaka tuone mwezi wetu hapo? Kwa hiyo kisa cha Kuraibu kina maana zaidi ya moja baina ya wanazuoni. Kwa hivyo sio jambo la busara kulazimishana kufuata msimamo wa mwezi muandamo wa kimataifa kwa kigezo cha kisa cha Kuraibu. Hawa mashaka zangu hawa, wengine marafiki zangu wanaopiga kelele na kudai wananyang'anywa mamlaka yao kwa sababu sisi tunaamini hadithi ya Kuraibu, kila watu na muandamo wao, si busara kutokana na haya tuliyozungumza kulazimisha watu wafuate muandamo wa mwezi wakatae kufuata muandamo wa mwezi wa nchi nyingine yote duniani eti kwa sababu ya kisa cha Kuraibu. Na kwa mujibu wa hadithi ya Kuraibu, kama kufuata mwezi wa muandamo wa kimataifa kama anavyodai yule rafiki yangu, muandamo unaoitwa wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Kwa nini? Kwa sababu Abdallah ibn Abbas alikataa mwezi ulioandama Sham. Tunamwambia basi masafa kati ya Sham na Madina ni kilomita 750. Ni sawa na masafa kati ya Dar es Salaam na Singida. Kwa nini nyinyi mkitangaza hapa Dar es Salaam, kwa nini watu wa Singida mnawalazimisha wafunge? Una watu wa mbele ya Singida zaidi ya kilomita 701. Kama hoja ilikuwa ni Sham na Madina ndio mwezi huwezi ukafuatwa. Mbona mnalazimisha watu sasa? Mwezi unaandama Songea, mnalazimisha watu wa Kagera wafunge au watu wa Kigoma. Kwa nini mnawalazimisha? Kwa sababu kama ni swala hilo la kwamba masafa ya Madina na Sham, leo hapa ndani ya Tanzania kwenyewe kuna umbali mpana zaidi kuliko Madina na Sham. Mbona hamsemi tufuate hadithi ya Kuraibu na watu wa Singida nao na Mwanza tuwaambie wasubiri kuona mwezi wao? Haya ni maneno ambayo kusema kweli kama nilivyosema ya watu ambao wanajaribu kushikilia yale walioyaona ni madaraka yao. Sasa nigeukie katika swala la karari za wanazuoni kuhusu ikhtilafu za mwandamo wa mwezi. Kuna rafiki yangu mmoja huwa ameshikilia kwamba angalieni karari hii hapa ya Majma'ul Fiqh al-Islami. Majma'ul Fiqh al-Islami, karari iliyotolewa Makkatul Mukarrama bwana. Mwaka wa 77. Karari iliyotolewa Makka mwaka wa 77 inasema hivi, naisoma. Qarrara Majlis Majma'i al-Fiqh al-Islami, imeamua kikao cha wanachuoni wa fiqh wa Uislamu, annahu la hajata ila da'wat ila tauhid al-ahilla. Mimi nafanya uadilifu na isoma hata hiyo hoja yako, ingawa wewe huwezi kufanya uadilifu wa kusoma hoja zetu sisi. Sisi ni waadilifu katika elimu bwana, tunajiamini tunachokisema. Anasema hakuna haja ya kulingania watu kwamba tuwe na miandamo mmoja ya mwezi wal ayadi fil alam al-islami, na sikukuu katika ulimwengu wa Uislamu. Hiyo ni karar ya Majma'ul Fiqh al-Islami iliyofanyika Makka mwaka 1977. Kwa nini? Lianna tauhidaha, kwa sababu kufanya sikukuu ziwe moja au miandamo iwe moja, la yakfulu wahdatuhum, la yakfulu wahdatihim, hayawezi kukamilisha umoja wa umma eti kwa sababu tuna sikukuu moja, kwa sababu tunafunga kwa pamoja, kama yatawahamu kathiru min al-muqtarihina li tawhid al-ahillah wal ahyad, kama yatawahamu, kama wanavyoota, kama wanavyo tamani wengi katika wale wanaotaka mwandamo wa mwezi uwe mmoja. Wa an tatruka qadhiyata ithbat al-hilal ila dawr al-iftai, na kwamba tuache suala la kuthibitisha mwandamo wa mwezi ila dawr al-iftai wal qadai fi al-duwal al-islamiyya,
katika nini, majopo ya kutoa fatwa na majopo ya makali fi dawlati al-islamia, katika nchi za Kiislamu, lianna dhalika aula, kwa sababu kufanya hivyo ndio bora, wa ajdaru bil maslahati al-islamiyya al-ama, na ndio iliyo yenye nguvu zaidi katika maslaha ya Uislamu ya ujumla. Wa anna alladhi yakfulu tawhid al-umma, ama kile kinachofanya umoja wa umma huwa uwe pamoja, wa jamu kalimataha, na kukusanya kalima ya umma iwe moja, huwa atafaqumu ala al-amali bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi fi jamii shu'uni, ni kule kushikamana na kufanya amali kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunakubali hiyo ni karari ya Majma' al-Fiqh, ni karari ya Majma' al-Fiqh ambayo inasema kila watu wawe na mwezi, na tena haya masuala yaachiwe katika nchi hizo za Kiislamu, kila watu watangaze. Tunakubali hiyo ni karari ya Majma' al-Fiqh al-Islam, lakini tunamwambia huyo anayedai kushikilia karari hiyo, karari ya Majma' al-Fiqh kuhusu miandamo ya mwezi sio moja tu, ziko karari 3. Ya kwanza ilikuwa ya kuandaa kwamba washughulike na hilo, ya pili ndio ikawa hiyo ya Maka, ya 3 ilifanyika katika mji wa Amman, Jordan. Sasa hii tamko la Majma' al-Fiqh al-Islami, karari yake ya pili ndiyo ambayo tunaishika sisi. Tunaishika kwa sababu mbili, nitazitaja huko mbele. Kwanza ni isome qararu raqmu, hili ni tamko nambari 1836, bishani tauhidi bidayati shuhuri al-qamariya, kufanya miandamo ya mwezi iwe ni moja. Inasema nini karari hiyo? Na hiyo karari, inna majlisa Majma' al-Fiqh al-Islami ad-dawli, kwamba kikao cha Majma' al-Fiqh al-Islami cha ulimwengu, al-munaqad fi dawrati mu'tamarihi thalith bi Amman, ambayo ulikutanwa katika mkutano wake wa 3 katika mji wa Amman, asimatu mamlakatu al-Urduniyya al-Hashimiyya, katika makao makuu ya ufalme wa Banu Hashim wa Jordan, kuanzia min 8 ila 13 Safar, tarehe 8 mpaka 13 mwezi wa Safar, aam 1407 Hijria, mwaka 1407 Hijria, الموافق ب 11 إلى 16 التشرين الأول أكتوبر 1986 ميلادية، mwezi tarehe 11 mpaka 16 Oktoba 1986. Hii karari ni ya mwaka 86. Ile ambayo rafiki yangu Abu Idi ameikamata, ameshikia bango, ni ya 77. Hii ni ya mwaka 86. 77 mpaka 86, miaka mingapi hiyo? Takriban miaka 10 baadaye, Majma' al-Fiqh al-Islami hao wakatoa karari nyingine ambayo ndio hii hapa sasa. Wanasema baada ya isti'radhihi fi qadiyati tauhidi al-bidayat ash-shuhur al-qamariyya al-mas'alatayn, baada ya kuchambua masuala ya kufanya mwandamo wa mwezi uwe mmoja katika masuala mawili. Al-ula, swala la kwanza, mada ta'thiru ikhtilaf al-matali' ala tauhidi bidayat ash-shuhur, suala la kuathiri tofauti ya machomozo katika masuala ya kufanya mwezi mwandamo uwe mmoja. Thania, hukumu ithbatu awaili shuhur al-qamariyya bil hisab al-falaki, kuthibitisha mwandamo wa mwezi kwa hesabu za wanachuoni wa falaki. Mambo mawili yalizungumzwa. Wa baada istima'ihi ila dirasat al-mutaqaddima min al-a'dha'i wal khubara'i hawla hadhihi al-mas'ala, baada ya kusikiliza research zilizofanyika kutoka kwa kamati zilizoundwa na wanachuoni au wataalamu wa habari hizi za masala haya, karara ma yali, Majma' al-Fiqh Islami inafikia azimio yafuatayo. Awalan, azimio la kwanza, idha thabatat ar-ru'ya fi baladin wajaba ala al-muslimina al-iltizama biha, ukithibiti mwezi katika eneo yoyote ile, wajaba, angalia limetumika neno wajaba, yani ni kama faradhi vile, ni wajibu kwa Uislamu al-iltizama biha, kulazimika na kuthibiti kwa mwezi huo. Wala ibrata li-ikhtilaf al-matali', wala hakuna kuzingatia kutofautiana kwa machomozo ya mwezi. Kwa nini? Li'umumi al-khitab bil-amri bi-sawmi wal-iftar, sababu hoja yao ni kwamba Majma' al-Fiqh al-Islami wale wasema hakuna haja ya kwamba tuwe na mwezi mmoja, wamekuja kurudi kauli yao, na ndivyo ilivyo wanachuoni wa ilmu. Anasema Imam Malik, nahnu qaumun, Imam Malik anasema nahnu qaumun
naqulu al-yawma wa na'udu ghadan. Sisi ni binadamu, leo tunasema hivi, kesho tunageuka. Sasa Majma' al-Fiqh al-Islami wanasema hii ni kwa sababu ya umumul khitab. Tamko limekuja ni la jumla kwa umma mzima, bil amri bisomi wal iftar, kuamrisha watu kufunga na kufungua, kwa hadithi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hii ni hoja ya kwanza. Athani, hoja ya pili, yajibu al-i'timad ala ru'ya, inabidi kutegemea kutazamwa mwezi kwa macho, wa yustahanu bil hisabi al-falaki wal maraswi. Hizo hesabu za falaki na zana za kutazamia sijui ziwe ni msaada tu, muraatun lil ahadithi nabawiyya, ili kuchunga hadithi za mtume, wal haqa'iq al ilmiya, na hakika za ilmu. Hii ni qarar ambayo ndugu yangu Abu Idi hapendi hata kuisema ipo. Sisi tunafanya insafi ya ilmu, tunasema ile ya kwake ya Majma' al-Fiqh al-Islami ya mwaka 1977, na tunaisema hii ambayo ya mwaka 1986 ya Majma' al-Fiqh al-Islami hiyo. Na hapa tunapata kujua kwamba katika Majma' al-Fiqh al-Islami wanachuoni wa fiqh hao wana kauli mbili. Wana kaulu al-qadim, kauli kongwe ambayo ni ya mwaka 77, na wala kaulu al-jadid, kauli mpya ya mwaka 1988. Sasa kama ungekuwa ni mwanachuoni wa Shafi, haya masuala ya kaulu al-qadim na kaulu al-jadid ungetakiwa uwezingatie kama ifuatayo, kwa sababu hawa wanaopiga kelele hao ni wanachuoni wa Kishafi. Sasa sikiliza. Al-qawlu al-qadim. Qawlu al-qadim ni ipi? Ma qalahu al-Imam Shafi bil Iraqi wa ifta'in wa tasnifan. Ni ile kauli aliyosema Imam Shafi alipokuwa Iraq kabla hajahamia Misri, na fatwa alizotoa na vitabu alivyoviandika, wa min kutubihi al-qadima, na katika vitabu vyake vile vya vikongo alivyoandika akiwa Iraq, Ainul Masail, kitabu Ainul Masail, wa Majma'ul Kafi, wal Amali, wal Hujja, wa al-Bahr al-Muhit. Imam Shafi, vitabu vya Imam Shafi hivi vinatambulika kama qaulul qadim. Wa qaulul jadid ni ipi? Ma qalahu bi Misr ifta wa tasnifan, ni yale aliyoyasema Imam Shafi alipokuwa Misri kwa fatwa alizozitoa kwa mdomo wake, wa tasnifan, na vitabu alivyoviandika. Fa innahu lamma qadima Misra fi sanati 199 Hijria, kwamba Imam Shafi alipofika Misri mwaka 1999 Hijria, wa aqama biha, na akakaa Misri, dhaharat lahu adillatu lam takun hasilatun lahu min qabl, zikadhihiri kwake dalili ambazo hakuwa anazijua kabla. Maka alipofika Misri alikuta wanafunzi wa Imam Layth, akajifunza kwao, akasoma kwao, mpaka akafikia kusema kauli yake mashuhuri, al-Laythi afqahu min Malik. Imam Laythi ni mwanachuoni wa fiqh zaidi kuliko Imam Malik. Unaona, Imam Malik alikuwa mtabaka zaidi kwenye hadithi. Sasa wabalaghatuhu ahadithu, na zikamfikia hadithi nyingine, lam tablaghahu hina tadwini al-madhhab al-qadim fi Baghdad, hazikuwa zimemfikia wakati anaandika misimamo yake ya kale alipokuwa Baghdad. Faqtamid al-jadid, akashikilia sasa misimamo mipya, wa alayhi kitabu al-Umm wal Mukhtasar al-Muzni wal Imla, na hapo akaandika vitabu kama kitabu al-Umm na Mukhtasar al-Muzni na pia kitabu al-Imla. Wadawana madhhabu al-jadid fi Misri, akawa ameanzisha madhehebu yake upya Misri. Wataraka madhhabu al-qadim fi Baghdad, akaacha ile misimamo yake ya mwanzo baadhi ya masala alipokuwa Baghdad. Fal-jadid wal madhhab as-sahih, hiyo ni fatwa. Sasa kama wewe mwanachuoni ni wa Shafi, Abu Idi wewe, hapa kuna kaulu al-qadim ya Majma' al-Fiqh na kaulu al-jadid ya Majma' al-Fiqh al-Islami. Sasa sikiliza, katika madhehebu yenu ya Imam Shafi mnaambiwa hivi, فالجديد هو المذهب الصحيح. قول الجديد ndio madhhabu sahihi, walaiki al-amal wal fatwa inda Shafi'iyya, na ndio inatakiwa wafanyie kazi na watolee fatwa kama hivyo inda Shafi'iyya, katika wanachuoni wa fiqh, na wewe unasema mmoja wao. Wa amal qadim fa innahu yu'tabaru marju'an, kaulu al-qadim inachukulika ni marju'an anhu, imerejeshwa kwake yeye, haifanyiwi kazi. ولا يعمل الشافعية ولا يعمل الشافعية إلا بمسائل قليلة منه, na wala wafanyii kazi wanachuoni wa madhhabu Imam Shafi ila masala machache tu. Sasa hapa kuna kaulu al-qadim ya Majma' al-Fiqh al-Islami kwamba kwamba yuktabaru ikhtilafu al-matwali, miandamo ya miezi, machomozo, ikhtilafu inazingatiwa. Na kuna kaulu al-jadid ambayo ni ya mwaka 86,
inasema nini? Inasema la ibrata liikhtilaf almatali, hakuna kuzingatia masuala ya tofauti za michomozo ya mwezi. Sasa wewe Abu Idi nakuuliza, kwa mujibu wa Imam Shafi wewe utafuata wapi? Bila shaka kwa kutaka uendeleze msimamo wako utangangania bana, mimi nashika msimamo wa kauli ile ya Majma al-Fiqh al-Islami ya Maka kwamba kila watu na mwandamo wao. Sasa na sisi utuache tunashika kauli ya Majma al-Fiqh al-Islami na kauli za wanaochuoni katika karne tatu njema kwamba la ibrata bi ikhtilaf al-matali, hakuna kuzingatia tofauti ya miandamo ya mwezi. La nne, suala la ninyi kutushtaki kwa serikali. Tunasema hivi, kuendelea kuitaka serikali iwaangalie Ansar Sunna, iwachukulia hatua, ni kuonyesha kwamba mmeelemewa kiilmu, na pia kwamba mnaona watu wengi siku hizi wanafunga na kufungua wanazidi kuongezeka tu popote pale mwezi ukiandama duniani, na hivyo mnataka muonewe huruma, yatumike maguvu ya dola kuja kufanya nini? Kutulazimisha kwamba tusitangaze mwezi. Ukishatuambia kama alivyosema mmoja wa kiongozi tena mkubwa kwamba nyie kama mnaamini huo mwezi wa kimataifa, hatukatai, fuateni, lakini msitangaze. Ala, sasa unatuambia tufuate alafu tusitangaze. Wenzetu walioko huko vijijini mchochoroni watajuaje kama mwezi wa kimataifa umeandama kama hatuwezi kutangaza sisi? Unatupa kwa mkono mmoja, unatunyang'anya kwa mkono wa pili bwana. Hatuwezi kukubali hilo hata kidogo. Sababu ya pili ya kwa nini wanapiga kelele ni kwamba wanaona kwamba mamlaka walionayo wananyang'anya. Sasa tunataka kuwaambia hakuna serikali ya kisekula inayoheshimu imani na uhuru wa ibada wa raia wake inaweza kasikiliza watu wanaotaka iwanyang'anya raia wake wengine uhuru na haki yao ya ibada. Kama wewe una uhuru na haki ya ibada, na sisi tuna uhuru na haki ya ibada kwa mujibu wa katiba hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo msitegemee kwamba kuna serikali itawafuata katika mambo yenu haya. Tunataka kuwapeni ni nasaha tu. Kazeni buti jamani, kazeni buti kuhubiria watu wenu, kufundisha katika madrasa zenu kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Kazeni buti kusema maneno hayo, alafu mtashuhudia baada ya miaka kadhaa idadi ya wale wanaoswali na kufunga na mwezi unaoandama duniani popote itakuwa namna gani. Na kuna mwingine tena katika marafiki zangu anadai kwamba mwezi wa mwandamo wa kimataifa hautekelezeki kwa sababu duniani kuna siku mbili. Kuna watu watakuwa wako mchana, kuna wengine wako usiku. Yaani yeye usiku ni siku na mchana ni siku nyingine. Intastajabu faajabu kauluhum. Kama ukitakushangaa shangaa kauli hiyo. Mimi ndo mtu wa kwanza huyu namsikia anasema duniani kuna siku mbili. Duniani kuna siku moja tu, hata mtoto mdogo anajua hivyo. Na hii ni dalili kwamba hata elimu ya jiografia ima haipo, au kama ipo mtu amepigwa na upofu wa kutaka tu matlaba yake anayotaka yadhihirike. Lakini pia ni kupotosha maana, kwa sababu siku katika Uislamu inaingia pale jua linapozama. Magharibi inapoingia ndio siku inaingia. Kwa hiyo kuna nchi ambazo anadai huyu bwana kama mwezi umeandama Saudia, Mashariki ya Kati, kuna nchi za magharibi huko wao ndio kwanza asubuhi wanakunywa chai. Kwa hiyo watakuwa wanakula mchana wa Ramadhani. Huku ni kuonyesha uelewa ni mdogo, kwa sababu hata wale wa Maka wanapotangaza mwezi umeandama hawaanzi kufunga pale pale. Swala sio mwezi umeandama, swala la waktu bidayati som, wakati wa kuanza kufunga ndicho kinachoangaliwa. Sasa sio kwamba wakitangaza mwezi umeandama Mashariki ya Kati kule Marekani kwa sababu ni mchana, sijui Canada saa 3 sijui saa 2 asubuhi, kwa hiyo wangetakiwa waanze kujizuia kufunga. Kwa hiyo hili haliwezekani, ni uchache wa kuelewa. Unaona, dunia kila mara inaanza na usiku, na usiku unaingia kwanza mashariki kabla ya magharibi. Kwa hiyo hebu nikuefahamisha hivi, kama huo ndio mshikala wako, naomba nikueleze hivi tena kwa lugha nyepesi ya kama watoto wa chekechea. Maka watakapokuwa wameona mwezi au Mashariki ya Kati hawaanzi kufunga, wanachoanza kufanya ni kusali tarawih. Basi wataendelea kula, wakulu washarabu hata yatabayana lakum al-hayt al-abyad min al-hayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyam ila al-layl. Allah anasema katika sura al-Baqara, kuleni na kunyweni mpaka ukubainikieni utepe mweupe kutoka utepe mweusi wa alfajiri, kutokamana na mwangaza wa alfajiri. Kwa hiyo hapa Mashariki ya Kati wao inapofika alfajiri wanapoanza kufunga, ndio wale wa magharibi itakapokuwa imefika magharibi yao. Wale wa Marekani na huku itakuwa imeingia magharibi yao. Kwa hiyo na wao sasa wanachotakiwa wakifanye,
kwa sababu kumbuka wale wa Maka walianza kuswali tarawih kabla hawajafunga. Mwezi ukiandama wao tunaanza na tarawih na hatujafunga hata saumu moja. Kwa hiyo na wale wa kule Marekani na Canada sio na wapi huko, watakachokianza ni kuswali salatu tarawih ya ndani ya Ramadhani. Watakuwa wameshaingia na wao sasa ndani ya Ramadhani, kwa sababu tarawih ya kwanza Ramadhani inaanza mara tu baada ya jua kuzama. Wataanza kuswali salatu tarawih. Wakati huo watu wa Maka kule na Mashariki ya Kati wako kwenye saumu. Wakati watu wa Maka wanapofuturu, ambayo wanaingia siku ya pili, hawa watu wa kule mashariki kule watakuwa wao ndio wanafunga. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka usiku na mchana, na saumu imejaliwa ifungwe mchana tu. Kwa hiyo wale watu wa magharibi mchana wao wa kufunga unaanza pale watu wa Mashariki ya Kati wa Maka na nini utakapokuwa wao wanafungua. Na hili si tatizo, ni kama swala ya sala. Huku mna swala ya dhuhuri, wale kule ndio kwanza wanaswaliisha. Lakini mko ndani ya siku moja, na ndio hicho ambacho huyu bwana anashindwa kukielewa. Kwa hiyo hakuna tatizo hapa. Hivyo hivyo hata ikifika kusali Idi, wanasali Idi mwezi umeandama sasa, wao wameingia katika Shawwal, wale wa kule watakuwa ndio kwanza wako asubuhi wanamalizia saumu yao. Wakati Maka wanaswali saumu, wao hawa watakuwa wao ndio wanafungua. Wanaswali Idi, wao ndio wanafungua. Na wao watakuja kuswali Idi wakati watu wa Maka itakuwa usiku unaingia. Hakuna tatizo hapa. Ni swala la tofauti ya maeneo tu. Kwa hiyo usitake kulazimisha watu kwa elimu ima ya jiografia, elimu chache, au kwa kutaka tu uendeleze msimamo wako. Na hili ni jambo lisiokubalika katika sheria, li anna Allah yaqul la ikraha fi dini kad tabayyana rushdu min al-ghayy. Hakuna kulazimishana katika mambo ya dini. Uongofu umeshapambanuka kutokana na upotofu. Nyinyi kama ndio mamlaka ambayo serikali inawatambua, endeleeni kutambuliwa na serikali. Unaona, ndivyo serikali ilivyoamua hivyo. Hatuwezi kukulazimisha, lakini msilazimishe sasa. Msitangaze mwezi, msitulazimishe. Kwa hili na serikali tunaiambia, tutaendelea kutangaza na tutafunga na tutafungua, na hii ni haki yetu kikatiba hii. Tukilazimika tutaitetea hata kwa sheria za nchi zinavyosema. Tutakwenda mpaka hata mahakamani kilazimika. Kwa hiyo hakuna kutishana hapa bwana. Hakuna mbabe katika mambo ya hili. Na kama ni masuala ya fatwa, tunajua wazi al-mufti ghairu bimulzimin. Mufti halazimishi watu. Ukitoa fatwa yako, wewe sema wallahu alam, na watu wana uhuru ima kufuata au kukataa. Haya ndio nilikusudia niyazungumze ndugu yangu katika imani, ili tusiendelee kupopoana. Sisi sote ni Waislamu. Watangulia watu kufunga, wengine wafunge nyuma, sote ni Waislamu. Mtume aliposema kwa hadithi yake, hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu anasema kullu amali ibn adam illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bi. Kila amali ni yake mwanadamu ila saumu, hakika hii ni yangu na mimi ndio ninayolipa. Sasa wewe ulipi saumu zetu? Wewe unatulazimisha bwana? Na sisi wala tulipi saumu. Ni Allah ndio analipa saumu zetu. Kila watu wafunge kwa msimamo ambao umebainikia, na msimamo hii ilianza toka karne 3 njema iliyotangulia. Na tumeona kuna kaulul qadim na kaulul jadid ya Majma'ul Fiqh al-Islami. Usilazimishe watu tena, na kuonya ndugu yangu, siku nyingine ukizungumza kauli ya Majma'ul Fiqh al-Islami usitaje hiyo ya mwaka 77 peke yake, taja na ya mwaka 86 kama wewe una uadilifu wa kielimu kweli. Naishia hapa, wallahu alam, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.